Toa amri maana kashatoa amri DMO. Wewe ndio mteuliwa, tunaona na wanachama hawatajua elimu yako iko. Anakuwa mama afya, si kwamba anakuwa na elimu ya afya, labda anakuwa mjanja. Lakini naye anataka sasa vitu vingine hapa tumekuja kama mwe na makini wa hilo jambo kulifuatilia. Pale Tungi pale tunadani. Mimi nifuatilia hiyo hapa. Mimi na barua ya pale. Naona. Walichoniambia yule binti, tu swali aliwaambia. Anataka wale wajasiriamali uwaite, lakini ukiwekea hata 10,000 kila mmoja. Sasa ndio tuliwazoesha hawa wakija wanakuwa na yani kila anayewataka huwa anawapa posho mwezi ya nini posho wanapewa. Mimi nakuja kuwaonyesha namna ya ujasiriamali mkubwa bora ambao hautawapa madeni kutoka kampuni kubwa ya nje. Sasa bado imani yangu nitoe pesa ni wapi wao ili iweje? Kwa mimi nataka kuanunua, mimi nataka kula. Nisipige simu sigombei chochote. Wale vile vile vimekaa kwa ajili ya kampeni. Unaelewa? Kwa lazima wewe makini nayo sana. Sawa. Kwa lazima ukifika pale ongea kwa taratibu na mtendaji anaweza wewe mwambie kitu moja. Mwite hata kama mmoja wawili kana katika wale. Bali pia kwenye kitu na katibu wake. Kaa na wale wawili. Waeleze wale waelewe kwanza. Nenda. Yetu nenda. Unajua ukienda huo ndio sehemu unapata kuomba. Ukiomba unapata nafasi. Hiyo nataka anza hata kwa mjumbe tunaweza kumudu. Unajua wale watu mpaka 5,000 mjumbe anakutafutia watu. Hiyo kumbuka tu nataka nikwambia, tutafutia watu watatu, huo ni mwanzo. Sawa? Naye atakuwa anajua kina mama wa mtaa wake wale wachakalitaji. Akikupa wale, maana wale tutakwambia sisi tunamkopa tuna nini na nini. Niambia kitu kile nikwambia. Hii ni kwa faida yako. Usimwache akili yao wale inakuwa kwenye kutengeneza pesa leo. Kwamba hela leo inakupa leo. Sawa? Wewe nimwambie hivyo. Mwambie unajua tabia ya muhogo ukishakuwa pale milioni na miti yake yote ngoa tu ushakufa, lazima upande mwingine. Usipopanda pale hakuna muhogo. Au sio unakuepo? Tofauti na mgomba wewe kata tupa pale vitu vingine vinatoka. Sasa uwekeze kitu kama mgomba. Unakata ndizi hii na hii nyingine zinakuja. Unakata hii na hii nyingine zinakuja. Sio wanaelewa vizuri. Wewe ukimweleza watu akikuelewa utakuwa umepata kitu. Japokuwa wao wanakuwa wagumu, lakini pale ndio unaanza kumkuta au unakuta huku unaonyesha. Basi kubali, okay. Gomea basi. Kile kukubalia utapata kazi nzuri sana. Unaona utata mjunani mjumbe wangu wa Rehema huko anapata kwa sababu anatembea kwenye timu yake anajuani. Juani ni mwana. Kwa ina maana kwenda kwa mtendaji kama mtendaji anaita kwa rais anakwenda tu. Mama vipi mbona hivi? Mbona nataka hiyo tuongee pembeni. Mnashinda bana hiyo tu na uko hapa kwani mbona mimi hapa sio wanaelewa vizuri. Hebu tuchangamke jua hili. Hatuwezi kufanikiwa bila kufanya kazi na watu. Biashara ndivyo ninavyosema, lazima kuko na watu. Kuna bidhaa tayari, kuna mfumo tayari, sasa nataka watu. Sawa bidhaa tunazo, mfumo bora tunao, tunahitaji nini? Watu kufanya kazi. Vitu vya kule vyote vituo vimekaa vituo vina maana. Kile kutoka pale Kariakoo kisha kupata kimagengo cha banana na wale masharti yao wala sio kituo cha maana. Wanafanya training kama sisi tunafanya saa 12 asubuhi. Alafu wanafanya nyingine saa 1 usiku. Kwa hiyo mkipata chance ya kufanya muda wa kawaida maana kina mimi na familia kule na bwana mdogo anakaa kule na watoto na wajukuu zangu wako kule. Lakini pia nina timu kule kutoka zamani na wanachama watatu wa kule. Na ile chaneka ni kubwa inaanzia ukivuka ile daraja yenyewe sisi kuanzia kwa fresh kwenda mpaka kule. Ule ni mji mkubwa sana. Sasa alafu pia nina nini nimekumbuka nina mama mmoja sisi ndio hapa sisi sisi hapa sasa sababu ndio nimekuwa na nakumbuka hawaelewi. Kina mama ndio ana heshima fulani kwenye system. Unajua kina mama wale muda mrefu kwenye shamba. Kijuzi kubaki nilikuwa na chat kaniona kwezi huko naambia nipo shamba msamaha. Baadaye sana vile nilikuwa na leo chat ndio kaona zile chat ya zamani. Hapa na baba tumetupa kanitumia namba nyingine. Sawa. Kwa hiyo tukienda kule na mimi nitakuwa mkiani. Unajua kwa mkiani? Ndio mbele. Tutafuti yale maeneo moja. Mtu mmoja anambia nani yeye anasema anakaa Kisewe. Kisewe anakaa sehemu gani? Kuna ofisi moja ya mtaa iko
Jamani nafukuzwa. Nimalizia niache. Kiseu, umalizie Kiseu. Na nikoja naenda kufundisha darasa la wageni. Kisewe. Pale Kisewe mwisho kuna kanjia kanashuka hivi. Kanapita Magengeni pale kanashuka hivi, alafu kuna ofisi ya mtaa. Sawa? Unajua nishafanya pale mimi kazi. Sio kwamba kwa nishafanya zaidi ya mara 4 kwenye hiyo ofisi kufanyia kazi. Kwa lile eneo lote na prospect karibu 3 wako pale. Mwalike mjumbe wote. Anilike wapi ni mwalike? Mimi najua kuliko yeye. Jamani mimi nishafanya pale. Yaani nishapima pale zaidi ya mara 4 ananiweza. Yaani nikifungua kwenye vitabu vyangu nina name list ya watu karibu wagonjwa karibu 20 niko nao pale. Atafute mahali uende ukapime Kiseu. Kiseu liko wapi? Iko Bagala mwisho kama unaona Mbande. Sio mbele ya Mbande kidogo. Lakini tukikualika si unaona wakaenda nayo katika kaida wote kwa sisi hapana mimi tukule kama nina watu nitamuunganisha nao watu na Habiba kule na nani. Anakuhitaji wewe. Unahitaji mimi tena? Ndio Kigamboni bwana. Bwana unafundisha wewe ndio ukamate. Utapata tu kwa dharura Kiseu utapata watu. Pale ngoja tu chukua barua. Peleka kama pale. Uko na mtaa gani? Ule mtaa gani? Utashangaa nishafika Kiseu. Kitambo. Wewe unakaa mtaa ule mtaa gani? Nimeuziwa wazi. Wewe unakaa Ungindoni. Wewe wapi Kiseu? Ati Ungindoni si Kigamboni? Ungindoni inaanza wengi wanajua location. Angalie yeye anaambia tunataka kufanya wapi. Jamani nanisikia vizuri? Na mama anataka. Mama mtaenda wote. Ikipatikana watatu, kwa hiyo ndio wale kitu moja. Kwa nini kina mama ndio kwanza mwanzo kufanya survey? Kama unapita ile maeneo unapita kwa mtendaji unampa taarifa. Sasa kama mnagawa vipeperushi sawa sawa ili mradi usinye nyingi watu bila kujua tunakuja tunatoka tunafanya hivi ile vipeperushi tunasambaza kwa watu watakuwa na uhitaji, sio unateka ule mji unaangalia watu wanaopokea kiasi gani. Then unaenda kwa bwana katika shughuli yangu leo nisifanya inaonekana kuna matokeo. Lakini kitambie tunafanya 1 2 3 naomba ruhusa yako. Sika mnaelewa. Sawa. Toka pale nalipuka. Jamani nafukuzwa.